ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من حرها. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, katika darsa ya jana tulizungumza na tukaonesha miongoni mwa tabia za Qur'ani ni mtu awe ni mwenye kufanya haraka katika mambo ya khairi, na tukapiga mfano wa hayo katika Qur'an, na sio kuwa mifano tulioipiga ndio ni mifano yote, bali ni ile ambayo tulichagua kuipiga, lakini mifano iko mingi. Katika mifano tuliopiga, tulipiga mfano wa Nabii Zakaria alayhi salam. Tukasema kuwa Nabii Zakaria wakati alipoambiwa na Sayyidatuna Maryam, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, na yeye moja kwa moja akamwomba Mwenyezi Mungu ampatie mtoto, na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akamruzuku mtoto. Tukaenda katika mfano wa pili, tukamtaja Nabii Musa alayhi salam, wakati Mwenyezi Mungu alipomuuliza, wama a'jalaka an qaumika ya Musa, ni kipi kilichokutoa haraka? Akamjibu Mwenyezi Mungu baada ya maneno, kisha akamwambia, wa'ajiltu ilayka rabbi litardha, nimekuja haraka ili upate kuridhika. Yani amekwenda haraka Nabii Musa alayhi salam. Kadhalika tukatoa mfano wa mwisho wa tatu wa wale wachawi ambao walikuja kushindana na Nabii Musa alayhi salam, wakati walipoangusha zile kamba zao, na Nabii Musa akaangusha fimbo yake ikageuka joka ikameza vile vijikamba vyao. Walipoiona ile khairi, wakaona huyu itakuwa ni mtume wa Mungu, hakuna lingine. Kwa haraka pale pale wakasujudu, faulqiya as-saharatu sajidin, wote wakasujudu huku wakisema amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Hii ni mifano mitatu ambayo jana tuliichukua katika Qur'ani. Tukasema kwamba mifano hii yatufundisha tabia miongoni mwa tabia za Qur'ani. Ni tabia gani inayotufundisha? Tabia ya kufanya haraka katika mambo ya khairi. Yani Muislamu atakiwa katika jambo lolote la khairi afanye haraka kuliendea jambo lile. Tukaahidi kwamba insha Allahu leo tutaanza kwa kumtizama Mtume sallallahu alayhi wasallama. Je, Mtume
alikuwa ni mwenye kuendea haraka mambo ya kheri? Hapa katika kumuanza Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba alikuwa ni mharaka wa kuendea mambo ya kheri, kwanza hilo hata halitaki kuulizwa, kwa sababu lolote la kheri ambalo wewe walifanya, mwalimu wako nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapolifanya wewe mpaka ukafika mahali ukasema nalifanya vizuri, aliyekufundisha kulifanya vizuri nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hakuna jambo ambalo mimi na wewe tutafanya kisha tudai tumefanya sisi wenyewe, tudai tumefanya kwa ujuzi wetu wenyewe. Hakuna. Lazima tutakuwa tumechukua kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Angalia Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amemtaja vipi mtume katika Qur'an. Mwenyezi Mungu amemtaja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuwa alikuwa mwingi wa kuyafanya mambo ya kheri, mpaka Mwenyezi Mungu akamhurumia mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mtume amefanya sana yale mambo ya kheri mpaka Mwenyezi Mungu akamhurumia sasa mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kule kufanya haraka katika kuendea mambo ya kheri. Alifikia mahala ikawa kama tabu. Hadithi ile sahihi ambayo tuijua, mtume alipokuwa akisimama usiku mpaka nyao zake zikifura, mtume alisimama yeye na masahaba. Mwanzo wa lile jambo masahaba, Mwenyezi Mungu alipoambia inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Kikundi kile kilichoko pamoja na mtume Mwenyezi Mungu alikisifu kuwa cha simama pamoja na mtume nusu ya usiku, thuluthi ya usiku, wanasimama wanafanya ibada. Masahaba wakawa wasimama usiku mpaka nyao za wafura. Mtu yuwasimama sana kwa kuogopa nsije nkalala alafu ikawa nusu sikupata, nsije nkasema ngoja nilale thuluthi ningaikosa. Wakawa wanasimama usiku mzima ili mradi wapate ile kama nusu kama thuluthi. Mwenyezi Mungu mbele akawapunguzia, alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Mwenyezi Mungu akawapunguzia masahaba. Alima an sayakunu minkum marda, Mungu ajua wengine katika nyinyi mtakuwa wagonjwa hamwezi. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, wengine watakuwa safarini hawatoweza kusimama usiku. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, hamtoweza wakapunguziwa. Ama mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa bado yaendelea. Akaulizwa akaambiwa, huku kujitaabisha kote kwa nini? Wewe ndio mwenye pepo, yani hakuna ambaye ataingia pepo kabla ya kuingia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sisi kuna mambo huwa wakati mwingine tukiyatumia ama tukipatiliza. Kwa mfano, mtoto anapojua kwamba baba mimi wanipenda sana au mama yuanipenda sana kiasi cha kuwa hayuko tayari kunichapa, wewe mtoto kuna baadhi ya mambo huyafanya kwa tendekeza, huyafanya kwa makusudi, kwa kiegezo cha kuwa baba hatonichapa, yuanipenda, hatonigusa. Iko hiyo wakati ambao lao mtumi angelikuwa nkufanya ilikuwa na mathalan na yeye awe natendekeza, aseme mimi ndo mwenye pepo na swali ya nini? Sio janna iko chini yangu mimi, huku kujikera kote kwa kazi gani? Mimi wa peponi tu hata ikawaje. Lakini la,
hata kama Mwenyezi Mungu amemwambia liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima, hata kama yako hayo bado Mtume sallallahu alayhi yafanya. Alipoulizwa kwa nini, Mtume alijibu dogo fupi, akasema afala akunu abdan shakura, basi hata kama mimi nina mazuri yote kwa Mungu, basi siregeshi shukrani. Yani huko kusimama mpaka akafura yote yaregesha nini? Shukrani kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Asimama mpaka afura. Je, kama ingekuwa hajaambiwa angesimama kiasi gani? Yani utamwona Mtume katika kila jambo alikuwa yeye ndio wa mbele kulifanya jambo lile liwe litapendeza na litakuwa kwa uzuri. Na ndio siku Mtume alipoandika barua, yani alipotumana kwa mfalme wa Oman. Mfalme wa Oman alingania katika Uislamu. Ule mfalme wa Oman katika maneno aloyasema baada ya kupata message ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema hivi, alisema wallahi laqad dallani ala hadha an-nabiy al-ummi annahu la ya'muru bi khairin illa kana awwala akhidhin bihi wala yanha an sharrin illa kana awwala tarikin lah. Asema katika mambo ambayo mimi yamenifanya huyu Mtume nimjue, nimpende, ni kwamba haamrishi jambo illa utamwona yeye ndo wa kwanza anayelifanya lile jambo, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala hakatazi jambo illa utamwona yeye ndio wa kwanza kuliepuka lile jambo. Tofauti na sisi twaingia katika sehemu zingine zilizokatazwa na Mwenyezi Mungu, twasema mambo ambao sisi wenyewe hatuyafanyi, twaamrisha mambo ambayo sisi wenyewe hatuamrishiki nayo. Mtume alipopita katika safari yake ya Isra na Mi'raj, akapita mahali akakuta watu wanakatwa ndimi zao, katwa kwa makasi. Ikimalizika kukatwa zarudi kama zilivyokuwa, zakatwa tena. Zikimalizika zarudi zakatwa tena. Sasa Mtume akastaajabu, akamuuliza Jibril, huu ni mfano gani? Jibril akamwambia, huu ni mfano wa makhatibu wa fitna. Umma wako umejaa makhatibu tele, wazungumzaji tele, kila mmoja ni mtoaji mawaidha. Mpaka mtu aliyeslimu leo ambaye jana alikuwa mpasta, akislimu leo yeye pia ana mawaidha ayajua katika Uislamu aweza kutoa. Makhatibu tele. Mtume asema, Jibril amwambia Mtume, amwambia kibaya si kuwa wengi makhatibu vizuri, lakini kibaya ni kwamba wanasema mambo wasio yafanya. Yani mtu yasema kitu ambacho yeye mwenyewe hakifanyi. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'aluna, kwa nini mwasema mambo ambao hamuyafanyi? Kabura maktan inda Allah, hasira za Mungu zimekuwa kubwa. Antakulu ma la tafaluna, kwa kuwa nyinyi mwasema mambo ambao hamufanyi. Hakikisha usemalo ndilo ufanyalo. Hii ni katika misiba ambayo iko zama zetu hivi sasa. Wakati wa Mtume aliwaambia masahaba, innakum fi zamanin, nyinyi masahaba mko katika wakati ambao kathirun ulamauhu, wanazuoni wengi wakati wa masahaba, qalilun khutbauhu, lakini wenye kutoa khutba na kuzungumza mawaidha ni wachache. Masahaba wengi walikuwa na ilmu, lakini wazungumzaji hakuna. Mtume akasema zitakuja zama sasa ambazo wazungumzaji watakuwa
tele, kathirun khutabauhu qalilun ulamauhu, wazungumzaji ni wingi alafu wenye kuyajua wanaoyazungumza wachache. Mwenyezi Mungu asitujalie tuwe katika hao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama yatoka ushuhuda kwa mfalme wa Oman, asema kuwa huyu mtume katika vitu ambavyo mimi vimenijulisha kwake na nikavipenda ni kuwa asemalo yeye ndo wa kwanza kulifanya, amrishalo yeye ndo wa kwanza kulitenda, na analokataza yeye ndio wa kwanza kujiepusha nalo. Yani anaelezea katika vitu vilivyomvutia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba akisema yuafanya, akikataza yuajiepusha na lile ambalo amelikataza. Kwa utaona Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa ndio wa mbele katika kila jambo, wa mbele, bali mpaka katika ibada za Mtume ilikuwa zashinda ibada zetu. Imethubutu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi ya Imam Muslim kutoka kwa Hudhaifa, Mtume Hudhaifa aeleza, asema siku moja nilikuwa na swali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kusoma alhamdu, Mtume akaanza kusoma Baqara, kaipiga Baqara mpaka kamaliza. Wakati akipiga asema niliingiwa na tamaa kwenye aya ya 100 hivi atanyamaza arukuu Baqara, Mtume akaimaliza. Sema bado niko nyuma yake, akaingia Ali Imran, nikajambia atarukuu nayo. Mtume Ali Imran akaingia Nisa. Na hizi sura ndefu, hizi sura ni sura ambazo husimami ukiwa waswalishwa utavunja swala. Yule mmoja kama sikoseni Ibn Mas'ud, yeye pia alieleza hadithi kama hii, asema niliswali nyuma ya Mtume akasoma mfano huo. Asema nikasubiri nikajua atarukuu kwenye 100, hakurukuu akamaliza, akaingia Al-Imran akamaliza. Asema wallahi laqad hamamtu bi amri su'in, siku hiyo nilifikia mahali nikataka kufanya jambo baya. Sasa wakati yuaeleza, wale anaoeleza wakamwambia tueleze jambo baya lipi. Yuasalishwa na Mtume kisha yuasema nilitaka kufanya jambo baya. Sasa jamaa wakamshika, tuambie jambo baya lipi ile ulotaka kufanya. Wameona pengine wamefikiria kitu kingine, akawaambia hamamtu an ajlisa wa adaahu, nilifika mahali nikaona mtaketi muache, manake amesimamishwa sana mpaka akaona hapana, hapa ilipofika nitamwacha Mtume aendelee peke yake, mimi nikae. Mpaka ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa ibada muhakkam. Hudhaifa aeleza, asema hicho kisomo alichokisoma mbali na kuwa kirefu, Baqara, Ali Imran, Nisa, mbali na kuwa kirefu, asema kisha kisomo cha taratibu, hana haraka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akifika mahali pana tasbihi yusema subhanallah, akifika mahali pana aya ya kusema nini yusema taratibu, kisha ndo akarukuu. Aliporukuu asema kurukuu kwake kukaa kwa karibiana na kusimama kwake. Rukuu ya Mtume ya karibiana na ile simamo aliosimama, ile qiyam, manake pia ni rukuu ndefu sana. Asema akasema sami Allahu liman hamida, kisha akaenda katika akasimama katika sami Allahu liman hamida. Asema kisimamo kikawa kirefu kama alivyorukuu. Rukuu ilikuwa kama alivyosimama, na sami Allahu liman hamida ikawa kama alivyorukuu. Kisha asema Mtume sallallahu akasujudu, na aliposujudu sijda pia ikawa karibu na kile kisimamo. Iangalie swala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utakuta pale unapoambiwa kwamba ukiswali kuwa mtaratibu, huyo anayekwambia uwe mtaratibu yeye mwenyewe alikuwa ni nini? Ni mtaratibu. Mtizame Mtume upande wa kutoa mathalan, utamkuta Mtume ndio alikuwa mtoaji wa kwanza. Yani hakuna sehemu utamuingiza Mtume ila utamwona Mtume alikuwa mbele katika lile jambo. Baadhi ya watu walisilimu kwa ule upaji wa Mtume. Si kila mtu anayekufuata akufata kwa sababu wewe ameona muujiza,
ameona hoja, wengine kwa kupewa. Waona hawa na siasa, msiwaone wale walioko karibu yao mkaona wawapenda sana kwa sababu wawapa. Hebu ule mkono uzuie kidogo, kama pambizoni mwao kutakuwa na mtu. Si kwamba eti labda wakisimama na kelele wampenda sana ule mwanasiasa. Zikifika siku za kampeni ukaona grupu la watu kina mama, ukaona huyo aonekana na watu senti. Hebu siku moja awaambie tokeni munifanye kampeni, alafu inshallah mtapata kwa Mungu malipo yenu. Uone katika lile gari kutakuwa na nani? Hakuna mtu. Ama nakosea? Hakuna mtu atakayetoka, ni zile ndio zinazofuata. Wanasema pesa zinampamba mtu mahala popote. Raaitu an-nasa qad dhahabu ila man indahu dhahab wa man la indahu dhahab fa anhu an-nasu qad dhahabu. Shairi asema watu wanamfuata mwenye dhahabu, ambaye hana dhahabu watu wanamkimbia. Raaitu an-nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu an-nasu qad malu. Naona watu wanamfuata, wanamili kwa mwenye mali, asona mali watu hawana haja naye. Ndivyo ilivyo. Inna ad-darahima fil mawatin kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala. Pesa sehemu zote zitakufanya uonekane mzuri. Ni hivyo. Pesa ndio silaha ukitaka kupigana, pesa ndio ulimi ukitaka ufasaha. Wakati mwingine huongei pesa yako yaongea. Kuna watu walimwamini mtume kwa kupewa tu. Yule mmoja amekuja amwambia mtume, nipe katika mali ya Mungu aliyokupa. Mtume akatoa akampa. Akamwambia niongeze, Mungu amkupa utupe. Mtume akatoa akampa, akamwambia ongeza. Akampa, ongeza. Mtume akamwambia sina. Akamwambia unazo. Mtume akamwambia sina. Unazo. Basi ndio imekuwa ni kesi. Unazo utanipa, sina. Mpaka ikafika mahali mtume akamwambia wallahi, waona huu mti wa miba. Manake walimsonga mtume mpaka akafikisha kwenye mti wa miba. Mtume akamwambia waona mti wa miba, lao hii miba ukihisabu ingelikuwa ni senti, mimi nazo ningekupa zote. Wala mimi si bakhili wala nini. Bwana kwa ile raha ameona Muhammad ni mtoaji, amekimbia kwenye kabila lake, awaambia watu jamanini, slimuni slimuni, inna Muhammadan yuti ataa man la yakhafu alfaqa. Muhammad yuatoa wala haogopi ufukara. Twendeni tukaslimu. Kabila zimavu likaingia katika Uislamu kwa sababu mtume afanya nini? Antoa. Kwa hiyo upande wowote utakaomuingiza mtume sallallahu alaihi wasallam, utamkuta mtume alikuwa amekamilika, na alikuwa ule upande akiuendea haraka zaidi. Kwa nini asikamilike mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini? Yaani kuna sababu gani itakomzuia mtume asiwe namna hiyo? Na yeye ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Yeye ndiye bora wa manabii wote. Yeye ndio Habibullah. Kuna kitu gani kinachomzuilia mtume asiwe na sifa tukufu kama hizi tulizojaribu kuzitaja? Lakini mtume ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuangalie na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani walikuwa wakifanya haraka kuyaendea mambo ya khairi. Tuwatizame na masahaba. Ukiwatizama masahaba ndio utapata maajabu makubwa zaidi. Siku moja mtume awaambia masahaba, uridat alayya al-umam, leo nimeoneshwa umma wangu, umma wa mitume wengine. Asema nikaona baadhi ya mitume katika kuoneshwa, yani ameletewa, nikaona mtume fulani yuko pamoja na kikundi tu. Mara mtume huyu anketi na watu wawili, mtu mmoja. Mtume huyu mara nikaoneshwa mtume, nikaoneshwa weusi mkubwa, yani grupu kubwa nikaoneshwa. Nikadhania lile grupu ni ummati wangu, kwa sababu kabla ya hapo nilikuwa naoneshwa mtume na kijikundi, mtume anketi na mtu mmoja, mtume watu wawili. Nikaona grupu kubwa jeusi wingi, nikauliza umma wangu ule? Akaambia la, huyo ni Musa na watu wake.
Kisha mtume asema nikaambiwa, angalia pambizoni huku. Nikiangalia mtume asema, na hani mambo ameoneshwa, nikaona umma mkubwa kushinda ule nilouona. Mkaambiwa angaliana upande mwingine. Nikiangalia nikaona tena umma mwingine mkubwa. Asema nikaambiwa, basi waona huu umma uliona huku mkubwa zaidi na ule wa huku mkubwa zaidi, huu ni umma wako. Na hawa ni wale ambao wataingia peponi bila ya hisabu, na kila mmoja ataingia na watu 70,000 bila hisabu. Mtume alipomaliza kueleza masahaba akaondoka. Sasa mjadala kwa masahaba ukaanza, hawa watakaoingia bila hisabu mkina nani? Masahaba akaanza kujiuliza, kila mtu akaanza kutoa fatwa. Wengine wakaona hawa watakaoingia bila hisabu ni wale walo silimu mbele mbele. Maoni yao haya. Wengine wasema hapana, hawa wale ambao walisilimu mbele mbele ndio watakao. Wengine wale waliosuhubiana na mtume. Wengine wale ambao tangu wazaliwe Waislamu. Kila mtu akatoa maoni yake. Mtume akatoka tena nyumbani kwake. Akitoka akawauliza, mwazozania nini? Wakamwambia, twazozana kuhusu hao watakaoingia peponi bila ya hisabu. Kina nani? Mtume akawapa dalili zao. Akawaambia hao watakaoingia peponi bila ya hisabu ni hawa. Akawaambia humul ladhina la yarquna wala yastarquna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ni wale ambao la yastarquna, la yarquna, hawafanyi ruqya, wala yastarquna, na wala hawataki watu wawafanyie, wala yatatayyaruna, na wala hawafanyi tatayyur, ile kutia kuitakidi mambo ya ndege, wa ala rabbihim yatawakkalun, yani watu ambao wanamtegemea nani? Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Mtume alipowataja hizi dalili zao, alipomaliza tu, sahaba mmoja aitwa Ukasha akasimama akamwambia Mtume, ya Rasulullah, niombe Mwenyezi Mungu niwe katika hao watakaoingia peponi bila ya hisabu, ile kufanya haraka katika mambo ya khairi yani. Ndio pale utaona mtu akikutana na anayetoka hija tu, pale pale umwambia nini? Niombe Mungu. Ile ndio kufanya haraka katika mambo ya khairi. Mtume kumaliza kutoa alama zao, akawamaliza kueleza la yarquna wala, hapo Ukasha, ya Rasulullah, niombe Mungu niwe katika wao. Mtume akamwambia, wewe ni katika wao tayari. Ina maana ile haraka yake ya jambo la khairi akapata. Mwingine akasimama akamwambia Mtume, ya Rasulullah, niombe na mimi niwe katika wao. Mtume akamwambia, sabaqaka biha Ukasha, wewe Ukasha ashakutangulia. Yani kuonesha ule wa kwanza alifanya haraka katika jambo la khairi, ule wa pili akachelewa. Na siku zote ukifanya haraka, wanaofanya haraka wana ile ubora wa haraka wao. Mwenyezi Mungu ametuambia katika suratul Waqi'a, was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna. Kadiri unavyokuwa na kutangulia ndio kadiri unavyokurubishwa kwa karibu. Akamwambia Ukasha ashakutangulia katika hilo. Bali nenda katika mifano mingine ambayo yaonesha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama walivyokuwa wakifanya haraka katika mambo ya khairi. Yule sahaba mmoja maarufu akiitwa Abu Dahdahi, Abu ad-Dahdah, siku hiyo kwa mbele ya Mtume, amsikia Mtume yasoma aya katika Qur'an, man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan kathira wallahu yaqbidhu wa yabsutu. Asikia ile aya soma. Akamuuliza Mtume baada ya kumaliza, awa yuridu Allahu minna al-qard, ni kweli Mungu atakatumkopeshe? Amuuliza Mtume, kwa sababu aya sema nani atakayemkopa Mungu, alafu Mungu wakati wa kumlipa atamlipa malipo mengi zaidi. Sasa yule sahaba akamuuliza Mtume, Mwenyezi Mungu atakatumkopeshe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia naam. Akamwambia Mtume, nipe mkono. Yadaka ya Rasulullah. Mtume akampa mkono wake.
alipompa mtume mkono, yule sahaba amwambia mtume, fa inni qad aqradtu Allah haiti, na kushuhudisha kwamba mimi nimemkopesha Mwenyezi Mungu shamba langu. Shamba zima amelitoa sasa kwa ajili ya nani? Ndio kumkopesha Mungu. Kumkopesha Mungu ni utoe. Yaani hivi sasa ukaamua kumpa mtu kitu, kwa hakika wewe hukumpa ule mtu, umempa nani? Mwenyezi Mungu. Kama ni ule mtu ilitakiwa akulipe yeye basi, lakini kwa umempa Mungu, ndio pale ukipeana atakayekulipa nani? Mwenyezi Mungu. Wewe umempa Mungu kwa hakika. Huyu sahaba baada ya kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu ataka nini, pale pale amwambia mtume, nipe mkono. Mtume akimpa mkono amwambia, shuhudia kwamba mimi kuanzia sasa nimemkopesha Mwenyezi Mungu bustani ile, shamba langu, manake litumike kwa ajili ya Mungu, la Waislamu si langu tena, atakayekwenda nilipa nani? Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Shamba likienda likiangaliwa, ndani yake lina mitende karibia 600. Shamba lina mitende karibia mingapi? 600. Hiyo si sadaka ya kubambanya, manake kuna na sadaka za kubambanya. Si tunajua sadaka zile za kubambanya zile. Haya jamanini, msikiti una tatizo fulani kwa mfano, basi tutaweka kiswala pale mlangoni. Sasa humu mfukoni kuna 1000, kuna 100, kuna 50. Sasa itakuwaje hapo? Mkitoa zikionekana alafu mtoe 50 itakuwa balaa. Sasa ule mkono ndio huje huko ukawa macho. Kule ndani zaanza kutolewa kando. Fa 1000 kando, 1000 kando, 1000 kando. Hii ni 50. Yatupo huko. Sio hivyo. Zile sadaka za kubambanya ni sadaka ambayo waitoa, lakini yani watafuta kile kichache ndio upeane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, alafu kingi ndio ukiweke kwa ajili ya nafsi yako. Na kuna hadithi tunaieleza sana sisi kila tukisimama kuzungumza wakati mwingine. Ile siku mtume alipomtoa yule mbuzi, si ndio hivyo? Akapeana nyama, akapeana mpaka na Aisha mwisho akamwambia, umempeana mbuzi mzima, umbakisha paja tu. Kwake albakisha paja. Mtume akamwambia, huyo mbuzi mzima nimembakisha, basi paja ndo nalitoa. Na Aisha akastaajabu, kivipi? Amwambia, kwa sababu huyo mbuzi tulomtoa sadaka yuko, tutakwenda kumkuta kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Lakini hichi tulacho sisi, story imemalizika. Hakuna kitu tutapata kwa Mwenyezi Mungu. Imemalizika. Kile utoacho ndio uwekacho, kile ubakishacho ndio kimeenda, hicho ukipati kwa Mwenyezi Mungu. Sasa umechagua ukaweka 50, utakwenda kupata 50. Alafu ile 1000 ama ile ngapi ulokula ndio imeenda. Yani lao ungeka 1000 ukale 50, ingelikuwa unachokwenda kikuta kwa Mungu kikubwa zaidi. Hata wazungumza, lakini hatumaanishi kwamba wanaofanya hivyo wafanya makosa. La, wakati mwingine una hisabu kali ambazo bila hisabu hizo utaharibu mipango, ama sio bana? Na wanasema al-iqtisadu nisful maisha. Kujifundisha uchumi na kujifundisha mipango ni nusu ya kujua kuyapangilia maisha yako wewe. Lazima ujue kupeleka mambo, lakini ikiwa zimezidi, toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Hivi sasa leo tutamwa kifungua kile kibengi pale, bahatisheni tutapata pesa zipi ndani pale? Noti ama silver? Silver. Noti ziwapi? Zimezuiliwa. Kikitiwa kitu utasikia kilia, manake ni coin hiyo, lakini ni sadaka wala haipingwi. Bali Mtume sallam katika hadithi alifadhilisha hiyo silver. Ikiwa una silver peke yake, Mtume alisema rubba dirhamin sabaqa 1000 dirham. Yawezekana dirham moja, tuweza sema shilingi, ikashinda shilingi 1000. Akaulizwa kivipi? Akasema mwenye kutoa shilingi labda hana nyingine, ana hiyo. Kwa hiyo kama anatoa mali yake yote. Mwenye kutoa 1000 labda ana laki ameiweka, katika laki 1000 anatoa nini? Yule mwenye shilingi anakuwa amepata ubora kuliko huyu, kwa sababu yule kama anatoa mali yake yote. Huyu anatoa lakini kikubwa, lakini kulingana na uwezo wake ni kama hakutoa kitu. Kwa hiyo utaona
yule sahaba baada ya kusema nimemkopesha Mwenyezi Mungu shamba langu, ilikuwa si sadaka ya kubambanya. Shamba lenye mitende mingapi? 600 amelitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Akirudi nyumbani amwambia mkewe, ungeona biashara mradi nilofungua mimi na Mungu leo, nafungua mradi mkubwa. Mkewe akamuuliza, mradi gani? Nafungua biashara mimi na Mungu bana, ninamkopesha na sasa namdai. Nini? Kamwambia ninamkopesha Mwenyezi Mungu ile shamba letu, ambapo pia lao ingelikuwa sisi kwa hakika ingekuwa paka tukashauri kina mama nyumbani kwanza, lipeane ama litoe ama silitoe, basi nitoe mingapi? Wacha nitoe 2, toe mitende 2 peke yake, maana yake ingelikuwa hakukaliki kama hukwenda kusema. Lakini yule ameshafanya, kisha ndo amekuja kumwambia mkewe, ninafungua mradi na Mungu. Mradi gani? Akamwambia shamba letu lote nimelitoa fi sabilillah, la Mwenyezi Mungu. Sasa Waislamu watumie. Mke akamwambia, natamani tungelikuwa na lengine pia tukalitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Ile kukimbilia katika mambo ya nini? Ya khairi. Utakuta mifano kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi ni mingi, na mfano wa mwisho ambao tutakoma nao ni ule wa Hamdhala. Mifano ni mingi. Hamdhala ameoa, sio ameoa jana, ule usiku wa kwanza yeye na mkewe, ambao huwa ni usiku wa maajabu kwa wale mabwana harusi, siku mzito. Ule usiku hatoka itwa mara ngapi? Hutoki. Usiku wa kipekee. Baada ule usiku ikifika alfajiri tu, mwenye kunadi yuanadi asema, haya jamanini, pandeni mafarasi muende katika mapambano na adui. Hamdhala amezoea kwamba akisikia jambo lolote katika wale wenye kufanya haraka kuliendea jambo la kheri, mpaka amesahau kuwa yeye bwana harusi. Pandeni, akapanda, akatoka panda farasi na yeye vitani. Vita vikapambana watu nini, Hamdhala akapata shahada, akafa shahidi. Wakati kwa kusanywa wale wafu, mara ikifika kwa Hamdhala, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia masahaba, awambia, inna sahibakum, huyu mwenzenu huyu Hamdhala, taghsiluhu almalaika, malaika hivi sasa wanamuosha. Jambo la kushangaza. Mtume akamwambia masahaba, nendeni mkamuulize mkewe ana nini Hamdhala, katika watu wote walokufa mbona aoshwe yeye tu, na wamekufa wengi mashahidi hapo. Akaenda akiulizwa mkewe, mume wako mbona ameoshwa yeye tu na malaika? Mke akajibu asema, innahu kharaja lamma sami'a alha'i'ata wa huwa junubun, ametoka mume wangu aliposikia ule ukelele, haya ametoka ilhali yana nini, ana janaba. Kwa hiyo alisahau mpaka kuoga janaba, kwa jinsi alivona mazoea ya kuendea haraka mambo ya kheri. Akasahau mpaka mimi nina janaba nioge, akasahau mimi bwana harusi. Ile leo bwana harusi nsahali, amesahau kwamba yeye ana janaba, amekwenda vitani na janaba lake. Mtume sallam alipokuja ambiwa akasema, lidhalika, kwa ajili hiyo, ghasalatuhu almalaika, ndio malaika wamefanya nini? Wamemuosha. Kumbe alikuwa na vitani kwa sababu ana janaba. Angalia hii mifano ndugu yangu, kisha usione rahisi. Usione rahisi, ni mifano inayoonesha kwamba hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama walikuwa wamepata masomo mazuri kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wakawa wanafunzi bora, kwa sababu dalili ya mwalimu mzuri ni kutoa wanafunzi wazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallama hangefaulu kwa masahaba kama yeye hayuko vile walivyo masahaba. Wamwiga nani basi kama hamwigi Mtume sallallahu alayhi wasallam? Lakini sisi wanafunzi wazuri tuloshika sunna, swala za asubuhi za tushinda, swala za alfajiri za tushinda. Yaani
kuamka kwa ajili ya salatu subhi na adhana mbili, tatizo kubwa sana. Ya kwanza itaadhiniwa, ya pili kutaswaliwa saa 2. Ndio mtu yafanya nini? Yuamka. Paka washangaa wale waliokuwa wakikimbilia kheri wapi? Walikuwa waislamu wapi? Na sisi wa leo ni waislamu wapi? Lakini Mwenyezi Mungu atatuongoza insha Allah. Ndio katika viswa walipokutana yule mmoja katika Mayahudi, tunawaita wa Israeli, sio? Walipokutana na mmoja katika waislamu wa Filistini, ikawa yule Myahudi amwambia yule Muislamu, yule Muislamu amwambia Myahudi, amwambia Baitul Maqdis yetu, na tutawaonesha kwamba Baitul Maqdis yetu. Yule Myahudi yuacheka, amwambia yule Muislamu, alokataa kwamba yenu nani? Hata sisi wenyewe twaleta fujo, twachafua dunia, lakini twafanya yote tukijua kwa Baitul Maqdis yenu. Lakini na swali nitankuulize, amuuliza yule Muislamu, Waislamu nyinyi yenu nyinyi? Yule Muislamu kaja juu, kina nani? Waislamu gani kama sisi? Akamwambia si nyinyi bana, ni wale waislamu wengine watakaokuja. Nyinyi kwa nini? Amwambia waislamu nyinyi ambao hata salatu subhi ya washinda, waislamu nyinyi ambao hata swala za kawaida za washinda. Hiyo ni ya wale waislamu ambao watakuwa jinsi wanavyojumuika swala ya alfajiri, hawana tofauti na swala ya Ijumaa. Waislamu wakifikia hapo, ukienda msikitini alfajiri wakuta msikiti umejaa kama unavyojaa siku ya nini? Ijumaa, jua sasa watu wameamka. Jua sasa kila kilichoibiwa kwa waislamu kitaregea. Lakini wakati huu ambao mwenyewe hamjielewi, Baitul Maqdis tutajua yenu, lakini tutasumbua na tutadai kwamba yetu, mpaka waje wale ambao ndio watakao kuja kuichukua, na tutaichukua insha Allah taala. Sasa masahaba wa Mtume walikuwa na mifano mizuri, mpaka masahaba wa kike wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama walikuwa namna hiyo. Siku moja Mtume amekwenda katika nyumba ya khalati yake, amekwenda pale mwenyewe kapata usingizi kidogo. Ghafla akashtuka, na alikuwa ni khalati yake kwa kunyonya, yani amenyonya pamoja na mamake Mtume, kwa hiyo ni mamake pia. Amefika pale Mtume amepata usingizi, ghafla akashtuka, akaanza kucheka. Khalati yake akamuuliza, una nini? Mtume akamwambia, nimeonyeshwa katika usingizi, nimeota kwamba kuna watu katika umma wangu wataipanda hii bahari kwenda kupigana jihad. Sasa zile sura zao nilizoletewa, nimeletewa sura za wafalme, yani wale wenye kupenda kwenda kupigana jihadi. Sikuletewa sura za sijui watu wa nini, nimeonyeshwa hawa ndio wafalme hawa. Pale alipomwambia Mtume, yule khalati yake akamwambia Mtume, niombe Mwenyezi Mungu niwe katika wao. Angalia ile haraka katika mambo ya nini? Ya khair, hakuna kuchelewa. Niombe Mwenyezi Mungu niwe katika wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea Mwenyezi Mungu, bali akamwambia anti minal awwalin, wewe katika wale wa mwanzo ambao ndio watakao kuwa na sura za kifalme, watakaopata shahada wakati huo. Na ni kweli alitoka na jeshi la Muawiya ibn Abi Sufyan, na ni katika watu ambao mwanamke ni katika ambao walipoipanda bahari alikuwa yeye wa kwanza katika waliopata shahada. Ili kufanya haraka katika mambo ya kheri ndio jambo ambalo tulikuwa jana tumelieleza katika aya za Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, kisha tukasema leo tutamtizama Mtume pamoja na masahaba, na walilahi alhamdu tumeonesha mifano miwili mitatu. Ndugu zangu Waislamu, lau kama mambo yatapingana, kufanya kheri na kuondosha shari, yakapingana haya mawili, basi wanaona wanazuoni kwamba kwanza hutangulizwa kuondosha shari, kwa sababu ndio kutaka kupelekea katika wewe kufanya nini? Kheri. Ukishaondosha shari tu, ilobakia nini?
ni khair. Na haya pia tunafundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yani Mtume alikuwa akifanya kila namna ya kuliondosha lile ambalo ni baya ili kusudi apate nafasi ya kufanya lile ambalo ni zuri. Amepiga salamu katika sala, akaonekana yuwapasua watu, Mtume yuatoka. Akaenda nyumbani kwake, akaingia, kisha karudi haraka msikitini. Masahaba akamuuliza, mbona umetoka haraka na umerudi haraka? Mtume akamwambia, ninakumbuka kwamba nyumbani kwangu kulikuwa kuna baadhi ya dhahabu au fedha katika zile za zaka, nilikuwa bado sijaitoa igawanywe. Nimechelea isi ikanishughulisha na mambo mengine, nimekwenda kwanza nikaipeana igawanywe ili nipate kumakinika katika kufanya nini? Ibada. Yani huenda ingekuwa nafanya ibada huko kuna kitu cha nizunguka najiambia nyumbani. Lakini kwanza nimefanya lile ili kusudi nimakinike katika kufanya ibada. Bali ukitizama katika vita vya Khandaq, vita vya Khandaq, utaona mfano wa sahaba pia namna hiyo. Yani alikimbilia katika kuondosha shari kusudi ndio apate nafasi ya kufanya nini? Khairi kwa makinifu. Mtume alimuita Hudhaifa ibn al-Yaman, na Mtume alikuwa yamjua Hudhaifa kwamba ni makini katika mambo na ni mwepesi wa kuweza kuingia mahala na kufuatilia habari na akatoka bila kujulikana. Hudhaifa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, iqtarib ya Hudhaifa, songea karibu. Ama tasma kalami, usikii nakwambia usongee. Hudhaifa akamsongelea Mtume karibu. Mtume akamwambia Hudhaifa, intaliq hatta tasma kalamahum, nenda kwa wale makafiri kule usikize maneno yao, watatini bi khabarihim, kisha uje unielezee wanazungumza nini. Na sote tunajua kwamba vita vya Khandaq vilikuwa vita vya Waislamu kuwahadaa wale, na vita ndivyo vilivyo, vita ni kuhadaana, hakuna mkweli katika kupigana. Walipokuwa wale wanaokuja wengi, jeshi kubwa karibia 10,000 na Waislamu ni kidogo kama 3,000, hamwezi kupigana na watu kama hao, wengi mno. Akatoa wazo yule Salmanul Farisi kwamba Rasulullah, kule kwetu kama twaja kuvamiwa huwa tukichimba shimo ambalo farasi haruki, na akiruka akianguka ndani atakufa. Kwa hiyo lao tungelichimba shimo katika kila upande wa kuingilia mjini, hawa watu wasiweze kuingia, kukaingiwa kazi za kuchimba. Ndio vikaitele Ghazwatul Khandaq ama Ghazwatul Ahzab. Manake na wale makafiri walijikusanya makundi wakawa wengi, wanakuja kumbomoa na kummaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haki tangu lini ikamalizika? Haki haimaliziki. Husukumwa ikatingishwa alafu ikatoka. Wale walipokuja wakakuta shimo lishachimbwa, hakupitiki. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, hata kama tunchimba shimo tukenda tukilala, hawa watu watatafuta minzi za kuvuka, pengine watakata miti, sio waje waeke wapite. Kwa hiyo pamoja na kuchimba shimo lazima wadanganywe. Kudanganywa vipi? Tupandeni juu ya masakafu ya nyumba zetu turushe vyembe. Tukimwona mtu yasongea karibu na shimo, kusudi ile akili ya kufikiria kuvuka wasiipate. Basi katika hali hizi wale na wao wakasema, si antuchimbia shimo, si hatuwezi kuenda na sisi haturudi, tuone na wao watakula nini. Kwa sababu ukiwa mmezungukwa, njia za kuingia chakula zote zimefungwa, na wao watakula nini? Watakufa na njaa. Sisi hatuendi na wao pia kutoka hawatoki. Kwa hiyo waliwafungiza Waislamu, na zilikuwa siku nyingi, zaweza kufika siku 27. Mtume akamtuma Hudhaifa aende akasikize habari zao amletee. Hudhaifa alipofika pale na amejificha ashajumuika na wale makafiri, hakuna anayejua kwamba huyu ni sahaba wa Mtume. Sasa mmoja wakati yuzungumza, Hudhaifa asema, nikawa nimeketi kati ya watu wawili, siwajui ni kina nani, lakini niko katikati yao. Abu Sufyan akaanza kuzungumza, akawaambia wenzake, awambia
in kunna nuqatilu ahla al-ardhi fanahnu bilqudrati alayhi, ikiwa hivi vita tupigana na watu wa ardhini, binadamu kama sisi, tutashinda, tunaviweza hivi vita kwa sababu ni watu kama sisi. Asema wa in kunna nuqatilu ahla as-sama, lakini ikiwa tupigana na watu wa mbinguni kama malaika katika vita vya Badri, ikiwa tupigana na watu wa mbinguni kama yakulu Muhammad, kama Muhammad anaposema kwamba kuna malaika huja, basi Abu Sufyan asema fala taqata lana bi ahli as-sama, hatuna nguvu za kupigana na watu wa wapi? Wa mbinguni. Ikiwa ni wa ardhini mbona tutashinda, ikiwa wa mbinguni hatuwezi kushinda. Kisha akamwambia watu unzuru bainakum, jamanini, hebu kila mmoja angalianeni, la yakunu li Muhammadin ainun bainana, isiyeka Muhammad alileta mchunguzi aje tuchunguze. Akamwambia watu waangaliane, yani kila mtu amwangalie mwenzake. Abu Sufyan anamwambia falyasal ba'dhukum ba'dha, hebu ulizaneni, kila mtu amuulize mwenzake wewe nani, wewe nani, ili mjuane. Isiyekaa kuna mchunguzi wa Muhammad hapo yatuchunguza, na hiyo tayari ni tatizo, na Hudhaifa yuko pale. Kwa haraka ile kuondosha shari ndio upate nafasi ya kufanya nini? Kufanya khairi. Kwa haraka Hudhaifa asema mimi nikafanya haraka, nikamuuliza ule wa kuliani kabla yeye kuniuliza mimi. Nikamuuliza yeye, nikamuuliza wewe nani? Kamuuliza ule wa kuliani. Ule wa kuliani akamwambia Muawiya. Mimi nani? Muawiya. Kumbe alikuwa yuko pamoja na Muawiya babake ni huyo Abu Sufyan aliyeongea. Asema nilimuuliza mimi haraka, wewe nani? Ule akamwambia Muawiya. Asema nikamgeukia na huyu wa huku, kabla sijasubiri huyu anambie na wewe kwa nini nani? Baada ya kumuuliza tu nikamgeukia akamwambia na wewe nani? Akamuuliza ule mwingine. Ule mwingine akamwambia Amr ibn Sahal. Mimi ni Amr ibn Sahal. Asema nilipouliza sankatulia, nikajua hawaniulizi, kwa sababu nishaondosha lile tatizo, hawakuniuliza tena. Lao angelitulia kidogo tu, angelijeukiwa yeye afanye nini? Aulizwe yeye, kisha lingekuwa tatizo, ingejulikana kwamba katika kome mtume antutumia mchunguzi. Lakini ile shari ameiondoa, ndo akapata nafasi ya kufanya khairi. Khairi ni ipi? Ni kujua habari za wale watu, ili ende akamuelezee nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kweli alizijua, na kweli alikwenda kumuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha yeye mwenyewe ikawa yasema, amwambia Mtume, ya Rasulullah, nilipofika pale Mungu alituma maaskari wawili. Askari wa kwanza, nilipofika watu wapigwa na upepo, ya Rasulullah, upepo mkali. Manake wale makafiri walipigwa na upepo ambao ulikuwa mkali, una vile vijiwe vidogo vidogo vinakuchapa, vinaitwa changarawe, sio? Vinakupiga vile, ikawa kila mmoja lazima awe yajizuia kwa sababu ule upepo. Ule upepo umepiga, haukutosha. Mwenyezi Mungu akatuma askari wa pili, ukawa ni ule upepo mzito ambao waweza kumuinua hata mtu, waweza kuinua juu. Upepo mkali waweza kumuinua farasi wako, waweza kuibeba sufuria. Walipoona namna hii, Abu Sufyan akapiga kelele, jamanini, tuondokeni. Hudhaifa amwambia Mtume, Abu Sufyan alipopanda farasi atakuondoka, nilikuwa na nafasi ya kumuua, nikatamani nende nikamalize na ninao uwezo, lakini nikakumbuka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam uliniambia niende na nikuletee habari, nisijulikane kwamba mimi ni mtu wako. Nikaona nikimaliza itakuwa tatizo, tajulikana kumbe tuna mtu wa Muhammad vile vile, nikamwacha. Lakini nilikuwa na nafasi ya kumaliza. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala ya alfajiri akamwambia masahaba, subirini msikitini. Masahaba wakasubiri msikitini mpaka jua likaanza kuchomoza, kisha Mtume akamwambia hatutokeni. Ndio Mtume akaanza kusema yale maneno yale kama tunaoyasema katika Idi, sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Manake aliwashinda wale ni Mungu tu siku ile, hakuna watu waliowashinda. Nani? Mwenyezi Mungu alitumana majeshi yake, na majeshi ya Mungu mingi, akitaka kukumaliza atakumaliza tu. Semaje vidole? Vyako ama si vyako?
vidole vya mkono wako si vyako, lakini Mwenyezi Mungu akitaka kukuua na kidole chako, yani kiwe ndo sababu ya mauti, kitakuua kile kidole. Kwa hiyo hata ule mwili wako una wako waweza ukawa sababu ya mauti yako. Waweza ukatembea kisha ghafla ukaingiwa na kitu kwenye jicho lako kisha likaanza kuuma na ndio ikawa sababu yako kufanya nini? Ya kufariki. Yani hakuna sababu namna ya Mwenyezi Mungu kukosa askari wa kukupata wewe. Ana maaskari mpaka wewe mwenyewe pia ni askari wa kujimaliza wewe mwenyewe. Ule mmoja akasema mimi kwa majeshi nilionayo ufalme mkubwa huu, mimi bana hakuna kitu ambacho chaweza kunimaliza. Mwenyezi Mungu akamtumia nzi akamwingia puani kisha akaenda paka kwenye ubongo. Asa yazurura humo kwenye ubongo. Huzurura ule nzi akapiga kelele, hatulii paka ule bwana hajapigwe. Puu. Ndio lenzi utulia. Ona alhamdulillah. Sasa imekuwa lazima pigwe makofi. Ndio nzi apate kufanya nini? Kutulia, na yuko hai uko ndani atembea. Mara ashavumbuka ule nzi, asumbua ndani. Sasa mwisho ikaale makofi, manake kama anavyosema wale wenye kutumia uraibu. Uraibu ukiutumia sana ufika mahali haukushiki paka uongeze mwingine. Si ndio hivyo? Ule uongeza ufika mahali umeshika sugu uongeze mwingine. Yaani kila kuchapa ongeza uraibu tu paka wa mwendazimu. Wachizi. Sasa ale makofi akafika mahala hayamshiki tena, ikabidi kuongezwe nyundo. Yule nzi akianza kuzurura nyundo mpaka akafa. Hakuna namna ambayo Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atashindwa kukuondosha na kukutumia maaskari wake ikiwa wakati wako wa kuondoka umefika. Ndugu zangu Waislamu, hii mifano ambayo tumeieleza yote yaturegesha katika jambo moja: kufanya haraka katika mambo ya kheri. Basi jambo la kheri Muislamu hafai kungojea kulifanya jambo lile. Ukisikia kama ni munadi wa sala, simamisha swala. Kama ni uwezo wa kutoa zaka, fanya kama vile ulivyoamrishwa. Ndivyo ambavyo tumemsoma Mtume SAW katika Qur'an kwa ile mifano tuliyoeleza jana. Tumesoma leo katika baadhi ya dalili 2-3 na tumesoma kwa maswahaba kadhalika kwamba inapokuja jambo la kufanya haraka watakiwa ufanye haraka. Bali imethubutisha taarikhi kwamba hauwezi kuwa mwanamume na ikiwa mwanamke hawezi kuwa mwanamke aliyetimia mpaka uwe mtu mwenye kufanya mambo yako haraka na mapema. Yani huwezi kuwa mkamilifu uliokamilika kama bado mambo yako hayafanya kuchelewa. Bado ni mpaka ujitahidi uwe mtu wa mapema katika kila kitu. Katika ahadi wewe ni mtekelezaji ahadi mapema. Katika kila jambo wewe waenda haraka katika jambo lile, ndio huwa wewe umetimia wakati ule. Bali waangalieni hao wenye kufanya biashara ambao utawaona wafaulu wao. Kisha waangalieni hulala. Utaona kama ni maduka, kama ni wholesale tunaolala sisi, lakini wale wenzetu wafanye nini? Hawalali. Hata wewe mwenyewe ukiamka usiku wajua duka mtakalolipata wazi la asiyekuwa sisi. Si ndio hivyo? Lakini fulani. Kisha waangalie wale utawaona kwa ile kufanya haraka katika zile biashara hawachelewi. Nenda mjini wataka kitu. Ukienda duka hili hakubali kukutoa. Akwambia hicho kitu hapa kwangu hakuna, atakwambia subiri nitakuletea kutoka CD store. Hakuna store, labda aenda kwa mwenzake akakiongeze bei. Amwambie bana nipatie hii kanzu, wauza ngapi? 2000, nakuletea 2000 zako. Ili mradi ule mteja asifanye nini? Asiondoke, maana ile haraka aje kwako kwambia ni 2500. Ubageni ufike 2300, sio 2200, achukue 200 yeye amepata ampelekee yule. Maana mpaka katika biashara watu hawalali. Watu wanafanya haraka kuhakikisha wanaboresha zile biashara zao. Hataki uje dukani ukose mali. Vipi katika ibada ndugu zangu Waislamu? Vipi katika mambo ya kheri? Tunatakiwa tuwe na haraka zaidi. Sisi tulitakiwa ikiwa ni huu msikiti mathalan, basi tuwe kila swala tuujaza mwanzo mpaka mwisho. Tulitakiwa hivyo. Ikiwa ni nyakati za makazi na nini, basi msikiti unakwenda karibia na mwisho kwa sababu kuna watu wako makazini. Lakini swala za watu wametulia, msikiti umejaa.
tulitakiwa mfano kama huo. Tulitakiwa mambo yote ya kheri tuonekane tumejaa ndani yake. Ndivyo ambavyo tumesoma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, bado mlango kwa hakika ni mrefu, bado mlango waendelea, lakini insha Allah taala hapa tutaukata kwa sababu lile lengo lake limefika. Tuwe wepesi wa kukimbilia mambo ya kheri, na kukimbilia mambo ya kheri ndio kufaulu inshallah. Ndugu zangu Waislamu, haya tuliyozungumza si kwa uhodari wetu, bali ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa tumezungumza mazuri na tumepata, ni taufiki ya Mwenyezi Mungu pamoja na dua zenu. Na ikiwa kuna mahala tumeteleza, tumekosa, basi ni upungufu wetu sisi wenyewe na kuteleza ulimi. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa la afwa minkum. La ilaha illa Allahul azimul halim.